haya mambo yana pande mbili au tatu kutokana na watu walivyo yasema, na sisi pia tuko ndani ya klabu na mengi tunajua, tunayafahamu. Fablu alipata ofa msimu huo. Kwanza ile timu alikuwa nayo yeye, kutoka pale ndo kuja Simba Sports baada ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya shirikisho. Kwa hiyo wale wakaona huyu kumbe kweli alikuwa kwetu, lakini kumbe kuna kitu anacho, bado ana uwezo kumbe mkubwa wa kuja kurudi hapa, na tukamwongezea donki. Zamani alikuwa kocha wa msaidizi, sio kocha kamili kule. Kwa sasa hivi kapewa kocha kamili baada wao kujiridhisha uongozi wa kule na kuona huyu mtu anafaa na mtu ana uwezo. Mwingine kusema eti Fablu kaondoka hapa kwa ugomvi na uongozi, hajaelewana labda kwenye malipo, labda mikataba, hamna. Imefika kati imekuja ofa na uongozi unasema jamani, ofa imekuja. Ni kweli uongozi ulikuwa bado unamhitaji na wanasema pia bado wanamhitaji, sababu tunaona kwenye Simba Day alisema msimu ni msimu wa vikombe, sawa? Na kweli ni kocha ambaye alikuwa na target na mwenyewe pia Simba alikuwa ana malengo nao makubwa zaidi. Lakini sasa imekuja ofa kubwa, uongozi ukatafakari, ukajiridhisha pande zote mbili, wakaamua kumruhusu ili aende. Sawa, atakuja mwingine kukava nafasi yake, lakini alikuwa bado tunahitaji kwenye malengo yetu. Lakini huwezi kuacha kuona hiyo faida inamfaa, na mwenyewe kaona faida inanifaa zaidi. Inawezekana Simba wakawa wanakupa hiki, wale wameizidisha mara mbili yake au matano yake, wewe ukaacha ofa kama hizo. Kwa mimi nasema hamna mgogoro, hamna ubalo kutoka nao, hamna ugomvi kutoka nao. Ni mipango ambayo walikaa chini Simba na Raja kwa kukubaliana, kocha sisi tunamhitaji kwa dawili, basi wakamruhusu na mwenyewe akalizia, na mwenyewe akaendelea Simba kila laheri katika mashindano ya ndani na nje. Wewe kama mdau wa soka na mpenzi wa Simba Sports Club, uliona ni sawa Fadlu tuendelee kumshikia? Maana tayari kuna namna fulani ameshabadilisha historia kabisa kati ya utani wenu na Simba na Yanga kwenye mechi ambazo wamepoteza akiwa katika uongozi wake. Unajua shehe, hizi mechi za utani wa jadi, mechi ya juzi na hata mechi za nyuma ambazo umeziona, ni mechi ambazo Simba anafunga kwa mipango. Kwa mipango? Yani Simba kwa mipango. Vipi? Yani mwenye macho ambi tazama wala kuona. Hii mechi ya mwisho Simba kafungwa goli moja. Low battery. Mtu yote kaona. Ni mipango? Yaani mtu yote kaona. Ni mipango? Hebu niambie nani Pakome amekuwa center forward sisi. Ile offside si offside. Basi tu maarifa zetu kila siku wanaambiwa, makelele wanaelekezwa, lakini ya ni yale. Game ya juzi na Simba na Yanga ilikuwa mipango. Pakome yuko kwetu kwenye goli letu kasimama. Lakini pia unapigwa unagenya vuni, refa kwa twende kati. Kwa nini ni mipango wakati sisi hatuna VAR bado? Hiyo teknolojia ya VAR bado haijaingia kwenye ligi yetu. Ni makosa ambayo yanafanyika kila siku, lakini pale yanapofanyika kwenye Simba na Yanga inasemekana ni mipango. Hiyo mimi nifafanulie. Kila kitu kipo wazi. Yaani mpira ni mchezo wa wazi, na kila mtu anauona. Hakuna ambaye asiona. Mipango kivipi? Lazima ni alitaka kunyosha kibendera. Low battery. Please charge. Mimi uwanjani na mechi niliona. Lazima nilitaka kunyosha kibendera. Sawa? Sasa baada kumuona huyu refa kaamua mkono uende kati. Akaba kule kuminya. Ngoja. Hicho kitu ulikiona kwa macho yako? Nilikuwa uwanjani shehe. Mimi nilikuwa uwanjani na hicho kitu sijasikia kikizungumziwa. Hata wachambuzi kama kina Jebel Saidi, kama wasikiliza wachambuzi wao wenyewe wanachomwambia kiarari, acha hawa mipango. Kuna wachambuzi wa rari ambao kweli ukikaa kwenye media zao hizi wanaongea vitu vya ukweli, na kuna wale ambao watu wa mipango nyuma. Sasa tafuta wale ambao halali kwa ile game walivyochambua. Yule jamaa wa Kipenga kama ulimsikiza vizuri, alikubali kama ile ni offside. Sawa, mimi naweza nikasema sawa, kuna wachambuzi au kuna jicho fulani la kimpira ukiangalia ile moment utaona ni offside. Inawezekana pia ikawa ni offside. Sawa, inawezekana ikawa ni offside. Sitaki kusema ni offside, lakini inawezekana. Lakini point yangu ni kwamba
Kwa nini uwaze ni mpango wakati ni makosa ambayo yanatokea kwenye mpira wetu wa kila siku? Ikicheza na Mungo, ikacheza na Pamba, ikitokea issue kama hiyo itapetwa tu kwamba ilitokea offside, ni makosa ya kirefari, watajirekebisha, mechi inaendelea. Kwa nini kwenye Simba na Yanga ni mpango? Na kwa nini kila siku yatokea yale? Mechi ya Simba Yanga hii, hata hii iliyopita ile Kamala alodribu nje, Kamala aloipunch nje ukauli ndani, Yanga wakafunga ile mechi ile. Acha ya juzi nyingine, Kamala anapunch mpira nje, unakuja ndani, watu wanafunga, watu wanasema goli. Alipiga Chama, ilikuwa nje, akaipunch nje kabisa, wewe kama uliona, akarudi ndani Low battery. Please charge. akastroke kingia goli. Mpira tangu ulikuwa ni Nje. kona kika au goli. Ilikuwa ile ngoma ilikuwa nje, lakini lazima nikakauchuna, alifa kauchuna, wanafunga ndio nikati. Ni mipango tu. Hizi mechi zina fitna. Hizi mechi zina mambo mengi nje. Acha na Kagera na Namungo, sijui Coast na Namungo, na Namungo. Hizi mechi za derby zina mambo mengi kaka, nyuma pazia. Jambo jingine ambalo unaweza, Kuna watu wanataka hizi mechi washinde ili blandi zao, mipango yao iwe juu. Unajua nikimfunga mtani tazidi kwa juu, nikimfunga mtani tazidi kufanya mambo yangu. Wanachama Please charge. watapiga makelele, sawa. Amezela ama Mangungu afai, amelama sijui engineer afai, hakuna tayari safari hii engineer kashinda pale. Kwa maana moja engineer atamsifia uongozi wake bora, uongozi safi, lakini nyuma pazia michezo mingi sana. Yaani Simba azijua mipango na wenzetu marefa. kwa Lakini hiyo unataka kuniambia kwamba kama isingekuwa ni Fadlu kupewa ofa na Raja, Simba ilikuwa ni bado mlikuwa alikuwa na uwezo. Mtu anayekupeleka kwenye hatua ya finali shirikisho, huyu ni kocha. Simba kila msimu alikuwa anashia robo finali, si klabu bingwa, si shirikisho, huyo unajua. Lakini timu imeenda mpaka kwenye hatua ya finali. Ni kocha mzuri, alikuwa ni bado tulikuwa tunamtakia hivyo. Low battery. Wenzetu Please charge. umetudicate, basi kuacha aende mbele.